na pia inaweza kufika wakati ukahisi kukata tamaa kabisa kulingana na expectation zako ambazo umejiwekea, au kulingana na kuwa ulitumia nguvu kubwa kutengeneza kazi fulani lakini ikakuletea matokeo madogo tofauti na yale ambayo ulikuwa umeyategemea kuyapata. Nilishawahi kutengeneza video ambayo ilinichukua zaidi ya siku moja hadi kuikamilisha kabisa, lakini cha ajabu zaidi nililipwa shilingi 300 za Kitanzania. Just imagine. Lakini pia kuna baadhi ya nyakati nzuri sana, tusiache kuzisema bwana. Kuna baadhi ya video unatengeneza zina viewers wachache lakini zinakulipa pesa nzuri zaidi. Kama hii video ilikuwa na viewers wachache tu, lakini huwezi kuamini nimeweza kupata zaidi ya shilingi 5,500. Ni watu wengi wamekuwa wakijiuliza kuwa ni kiasi gani cha pesa ambacho utaweza kukipata pindi unapopata viewers 1000 katika video yako. Sasa watu wengi wamekuwa wakiliongelea hili swala, lakini leo nataka nikuelekeze na nikuonyeshe uthibitisho baadhi ya video zangu ambazo zimepata viewers 1000 na kiasi cha pesa ambacho kimepatikana kutokea kwenye video hizo. Sasa mimi naitwa Joe na hii ni Joe Leonard 78. Kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel hii, hakikisha una subscribe, una like video hii na una share video hii kwa washikaji. Ni kweli kabisa, YouTube wanalipa kwa viewers, lakini ni kwa viewers ambao wamekuwa engaged, na pia sio kila video iliyopata watazamaji 1000 italipwa kiasi sawa cha pesa. Hapana, haipo hivyo kabisa. Ngoja nikupe mfumo ambao YouTube wanaotumia. YouTube watakulipa kulingana na aina ya topic ambayo unaongelea katika video yako. Hii ikimaanisha kuwa video inayoongelea masuala ya umbea ikipata watazamaji 1000 na video inayoongelea masuala ya kutengeneza pesa ikipata watazamaji 1000, video hizi mbili zitalipwa kiasi cha pesa tofauti kabisa, just kulingana na topic ambayo imeongeleka katika hiyo video. Ili uanze kulipwa na YouTube, kuna baadhi ya vigezo ambavyo unatakiwa uvifikishe, na vigezo hivyo ni pamoja na lazima uwe na subscribers 1000, na kigezo cha pili lazima uwe na masaa ya watazamaji 4000, na kigezo cha tatu ni kuwa usiende kinyume na sheria za YouTube. Ukishafikisha hivyo vigezo vya YouTube na ukakubaliwa kuingia kwenye partner program ya YouTube, ni vitu vichache ambavyo vitaamua mapato yako katika video zako. Kwa mfano, kitu cha kwanza ni location au viewers location. Itategemea watazamaji wako wanaotazama video zako wanatokea wapi. Kwa mfano, labda watazamaji wako wanatokea United States, India, United Kingdom, yani wanatokea nchi za mbalimbali huko, utakuwa na uhakika kutengeneza pesa nzuri zaidi tofauti na yule mtu ambaye viewers wake wote anategemea watoke hapa Tanzania au Kenya. Lakini kitu cha pili ni niche au topic. Video zako zitategemea na aina ya topic ambayo wewe unaiongelea, ndio zinaweza kukupa pesa nzuri zaidi. Na mfano wa topic nzuri zinazolipa zaidi ni video zinazohusiana na masuala ya kutengeneza pesa, how to make money. Video hizi zinahakika kutengenezea pesa nzuri kwa sababu RPM yake iko juu zaidi. Lakini kitu cha tatu ambacho kinaweza kika affect mapato yako katika video zako za YouTube ni namna ambavyo viewers wana engage katika video zako. Nikiongelea kuengage na maanisha kuwa pindi mtazamaji anapoamua kutazama video yako kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video yako, atakutana na matangazo ambapo yatakuwa yamekuwa placed na YouTube, na akikutana na matangazo mengi ndivyo itakavyokuwa na kuingizia wewe pesa. Na kitu cha nne ambacho kinaweza kuaffect mapato yako ya YouTube ni urefu wa video zako. Hii ikimaanisha kuwa ukiwa na video yenye dakika 8 utaweza kuweka matangazo mengi zaidi katikati ya hiyo video, na matangazo hayo pindi atakapoweza kuonekana kwa mtazamaji utaweza kutengeneza kiasi kizuri cha pesa. Kwa mfano, ukiwa na video ya dakika 20 unaweza kuweka matangazo mengi zaidi ambapo utaongeza chansi ya matangazo kuonekana katika video zako. Kwa mfano, kama mimi hapa kuna hii video yangu hapa ambapo wakati naitengeneza nilichukua zaidi ya siku moja na masaa kadhaa hadi video hii kukamilika. Sasa kwenye hii video mbaya zaidi ni kwamba ilipata viewers wachache. Unaweza kuona kuwa hii video ilipata watazamaji 1153. Ni watazamaji wachache sana kulingana na hii niche. Kwenye topic ya moving au animation and films huwa inalipa kiasi kidogo sana cha pesa, ni almost kwenye $0.11, $0.17. Sasa hapo unaweza kuona hii video ilinipa watazamaji 1153, lakini pia hii video ikaja ikanipa watch time au masaa ya watazamaji 38.5
9.5, na ukiacha hiyo ikaja ikanipa subscribers 13 kutokea kwenye viewers 1153, na pia video hii ikaja ikanipa kiasi cha shilingi 300 au 295. Kwa unaweza kaona nimetumia zaidi ya siku nzima, nimepoteza muda mwingi, lakini kiasi cha pesa ambacho nimekilipwa ni kidogo sana, ni pesa ndogo ambayo haitoshi hata kununua bando. Lakini pia tukija kwenye video nyingine ambayo inahusiana na masuala ya kutengeneza pesa, unaweza kaona hii video imepata viewers 1173, lakini kwenye hawa viewers 1173 hii video imenizalishia watch time 24.1, lakini pia hii video ikaja ikanipa subscribers 11, lakini pia hii video ikanipa kiasi cha shilingi 5500. Kwa unaweza kaona viewers ni wale wale, lakini kiasi cha pesa ambacho nimelipwa kwenye video hii ya pili au inayohusiana na masuala ya kutengeneza pesa, nimelipwa kiasi cha pesa cha juu zaidi, kwa maana kuwa nikipata viewers wengi zaidi ndipo nitazidi kupata pesa nyingi kupitia hii video. Na sio hilo tu, hata ukija hapa kwenye hii tab ambayo imeandikwa revenue, ukija ukigusa hapo kwenye revenue, unaweza kuona kupitia video hii imenipa kiasi cha shilingi 5500, lakini pia ukija ukiangalia hapo unaweza kuona kwa hawa watangazaji au advertiser wananilipa kwa kila viewers 1000 wanalipa kiasi cha shilingi 4700, na hii video ina viewers 1173. Kwa hiyo ndio maana imeweza kunipa kiasi cha shilingi 5500, lakini baada ya video kila viewers 1000 unalipa kiasi cha pesa kidogo sana. Kwa mfano ukija kwenye hii channel ya movie, ukija ukiangalia ukigusa hapa kwenye revenue tab, unaweza kuona hii video imenizalishia kiasi cha shilingi 295 toka nimeitengeneza. Video ambayo nilitumia muda mwingi sana kuwekeza kuitengeneza hii video imenipa kiasi cha shilingi 300. Lakini pia kwenye hii video unaweza kuona hawa watangazaji au advertiser wananilipa kiasi cha shilingi 259 kwa kila views 1000, ambapo kwenye YouTube tunaita RPM, revenue per miles, kwamba kwa kila viewers 1000 hii video itakuwa inalipa kiasi cha shilingi 259.